msikitini ni kuja hapa kupewa chakula cha moyo, ili tukitoka hapa tuwe tumebadilika. Lengo la sisi kuja msikitini ni kufika hapa tupewe chakula cha moyo, ili tukitoka hapa tuwe tumebadilika. Lakini kwa nini miaka nenda miaka rudi mashehe wanatueleza vizuri mambo mabaya mabaya, wanatusomea aya na hadithi mbalimbali, lakini cha kushtusha ni kwamba hatubadiliki. Hatubadiliki. Kwa nini hatubadiliki? Nani anayesababisha mimi na wewe mpaka tukose kubadilika, hali ya kuwa imamu anatusomea, anatufungulia na tunaona hadithi zikisomwa? Aliyekuambia wewe usibadilike ni nani? Ina maana ukija hapa unasikiliza, ukimaliza unaenda unamwachia imamu. Ina maana wewe uko kwenye acting. Hiyo ni acting unafanya sasa, hiyo ni movie. Ndugu Waislamu, tumekuja kuzungumzia mambo ambayo huwezi kuyasikia kwenye television wala kwenye redio wala sehemu yoyote ile, kwa sababu hizo redio zote zinamilikiwa na Church of Satan from US government. Kwa hiyo hakuna siku wewe mtu atakuja kwako nyumbani umwalike alafu umkubalie aongee mambo ya kukubomu wewe. Haiwezekani. Hata wewe huwezi kubali. Kwa hivyo tunazungumzia Church of Satan, kanisa la Ibilisi, muungano wa Ibilisi uliokuwa mbaya zaidi, ambao ndio unafanya kampeni Waislamu waende jahannam, wapende wakatae. Na tuko barabarani, usidhani ni mchezo. Church of Satan huwezi kuwajua kwa kuwaona hivi barabarani, hawana alama. Wala gari anaotembelea kama ni kubwa zaidi haina alama mlangoni kwamba utajua huyu ni mfuasi na anaabudu shetani. Ama vazi alilolivaa, koti na tai ya nguvu, huwezi jua kama huyu anaabudu Ibilisi. Ila ukitaka kuwajua lazima uwe na uzoefu wa kucheza na mashini ya kompyuta, hapo utawagundua kwa rahisi. Sasa utawajuaje? Kwa sababu Mtume Muhammad amepigana nao vita zaidi ya 20. Wakitawala Rum ilikuwa ni Church of Satan, wakitawala Rum. Mtume amepigana nao mara nyingi, na ndio hao walioko mpaka sasa hivi. Ukitaka kuwajua jamaa hawa ambao wana jina la utani, wanajiita The Billionaires Club, kundi la matajiri, ukienda katika search engine kubwa ya Devoshpa iliyoko dunia mzima, ndio hii munaita Google. Google sio ya Waislamu wala sio ya ndugu zenu Waislamu. Hii ni ya Church of Satan. Unapoenda kwa Google, kwanza utaona W3 zimetangulia pale, yani www.google.com, yani www.google.com. Wewe ukiingia pale unaona umeingia mahali kwenye raha sana, unaona unataka kujulikana, ndio vizuri vile, ndio umechanuka. Kumbe unajiingiza kwenye mtego wa Ibilisi vibaya, huku wewe unafurahia. Hizi W3 unapoziona pale ziko na maana yake. Zimewekwa pale, Church of Satan wameweka pale kwa niaba kukunasa wewe na kukupeleka motoni. W ya kwanza inamaanisha nini? Inamaanisha neno world, yani dunia. W ya pili inamaanisha neno web, yani inamaanisha neno wide, yani upana. W ya kwanza ni world, W ya pili ni wide, yani upana. Wanajua kutoka jua linakotoka hadi mwisho ni kilomita ngapi, right and left wanajua ni kilomita ngapi, wanajua sehemu hii ardhi gani zinazo produce crude oil, all important lands wao wanazijua. Kwa hivyo W ya pili inasimamia neno wide, kisha W ya tatu inasimamia neno web, ambayo ndiyo neti ambayo mimi na wewe tayari tumeanza kunaswa. Neti ya Ibilisi ambayo inawanasa binadamu wote ulimwenguni, miongoni mwa neti hiyo ni ile iliyoko juu ya dunia, inaitwa satellite. Satellite ni kundi la shetani ndio limeunda ile mtambo kwa niaba
ya kutoa mwangaza wa sheitani kwa binadamu waweze kuingizwa katika ile gunia. Ndio maana mashini hii wameipatia jina la satellite. Set maanake tengeneza ama weka sawa sawa. Light maanake ni mwangaza, na sio mwangaza wa Allah, ni mwangaza wa Ibilisi. Na nakueleza leo vile watakavyokuangaza, na washaanza kutuangaza. Na jina la pili, mtambo huu ndio unaitwa internet. Ni mtego mbaya sana wa Ibilisi, lakini wengi hatuelewi. Internet, inter maana yake ingia, net kwenye nyavu ukamatwe sawa sawa, uwe hutakuwa na ujanja vile utaweza kuhepa. Sasa muungano huu wa Ibilisi, ukiingia katika hiyo www.google.com una click kitu kinaitwa NWO, yani maana yake New World Order. Ukiingia hapo, Church of Satan from United States Government wanakuja kwa majina manne mabaya zaidi, na hakuna kama hayo ulimwenguni. Yashawahi kutokea na yatakayotokea baada ya haya. Jina la kwanza wanajiita the Skulls and Bones Society. Skulls and Bones Society ni chama kibaya cha Ibilisi, na alama yao wanaichapisha sana katika t-shirt mbalimbali. Leo na kuonya na mapema, ndugu Muislamu, isije ukaenda Taskis Supermarket ama Nakumatt Supermarket ama Kongowea ama duka lolote la mavazi ukanunua shati ama suruale, aidha kujinunulia wewe ama kununulia mtoto wako, ambao itakuwa na hii sign ya Skulls and Bone ambao nitakuonesha saa hii. Piga marufuku, kwa sababu utanunua ukiona ni latest fashion, kumbe ni signs of Satan, ni alama za Ibilisi. Usiniamini, naomba unipatie hiyo logo. Huenda ukawa wamekutana na hii kitu wakati mwingi wewe usijue ni nini. Hii kitu sio ya kucheza naye. Waislamu, hiki ni chama kibaya sana unachokiona hapa. Hii ni alama kubwa ya shetani. Hii ndio anaita the Skulls and Bones Society from US government. Hii alama hii utaipata kwenye hii miti ya Kenya Power and Lighting. Kibao cha Kenya Power and Lighting wanakuwekea hii alama, ama huo mti wanakuwekea hiyo alama, alafu chini wanakuandikia danger. Yani maana yake usikaribie, utakamatwa na umeme. Mahali kuna hii rubber stamp, sio kwenye umeme. Rubber stamp huwa imewekwa chini, umeme uko juu. Pamoja kwamba umeme ni danger, tunajua, lakini hii haiko kule, huwa ameweka hapa chini, katikati hapa chini kidogo, alafu akakuandikia danger. Yaani wanakuambia hiki chama ndio danger, hiki chama ndio kibaya zaidi. Hiki chama ndio chama kibaya zaidi kuliko huo umeme ambao wewe umeuzoea. Wanajiita the Skulls and Bones Society ya Church of Satan from US. Jina la pili wanajiita the Silent Killers, Church of Satan. Wanajiita the Silent Killers, yani kwa Kiswahili wauaji wa kimya kimya, wauaji wa kisiri. Mpaka wa leo nyinyi Waislamu hamjajua kama mnauawa. Hamujagundua kama nyinyi mnauawa. Na mnauawa kupitia nini? Mnauawa kupitia madawa, Panadol, headaches mara moja, action zinawaua, na kinyi hamuna habari. Mnauawa kupitia ugonjwa ambao wanautengeneza wao, magonjwa mbalimbali, kwa sababu Church of Satan from US wana kitengo chao wanakiita problem, reaction, solution. Problem, reaction, solution. Hii pia ni chama ya Church of Satan. Kazi yao ni nini? Ni kuzalisha problem, yani wanazalisha gonjwa fulani ama matatizo fulani. Wakishazalisha yale matatizo wanayasukuma kwa jamii. Jamii itareact. Wakati jamii inaendelea kureact, munakufa, munapata shida, dhiki, wao wametengeneza solution zamani, wameiweka pembeni. Wakati munakufa, wanajua hii shida yote solution sisi tunayo. Wanachukua ile solution, yani suluhishi, lile suluhishi hawawapatii bure, wanawauzia nyinyi. Ile solution nyinyi wanawauzia. Kwa hivyo inakuwa wamezalisha gonjwa, linawamaliza, alafu wanawaletea dawa, na hiyo dawa pengine si ya kutibu, ni ya kupunguza, na hawawapatii bure, wanawauzia. Ndio mfano wa HIV virus ambao ni man-made virus. Ndugu Muislamu,
Utakapoona ndugu yako Muislamu amekufa na ukimwi, hapana kumsukumia maneno mabaya, umwambie unaona lilikuwa jizinifu hili. Maana ndo tulivyo, si maneno mengi kweli. Zinifu si alikuwa na zini, ndio maana ameshikwa na ukimwi, mzinifu. Kwa hiyo zikilizikeni tulituondokee hapa. Ukiona mtu amekufa na ugonjwa wa ukimwi, usimlaumu wala yeye usimsukumie, usimblame, isipokuwa jua amekufa hali ya kuwa ni madhulumu, amedhulumiwa, kwa sababu ukimwi ama virus ya HIV virus ni man-made virus. From 1930 from United States government walianzisha campaign ya reducing population ya binadamu ili US government ipate urahisi wa kutawala dunia na kuweka kitu kinaitwa One World Masonic Satanic Government, ambao Rais George W. Bush anaipigia debe, Barack Hussein Obama anaipigia debe, kina Reagan, marais wote wanaipigia debe serikali hii, wakisema maneno matatu yafuatayo, wakisema of the people, by the people, for the people. Hii ni One World Satanic Government ambao Amerika haitaweza kutawala ulimwengu mpaka watu wapungue, wauawe. Sasa ikawa itaonekana ni machali wao wakitengeneza jeshi na bunduki, waingie mtaani wakidunga watu marisasi, na wao ndo wameweka vikundi vya human rights, wataonekana machali. Sasa tutawapunguza vipi watu ili tusionekane machali, tuonekane wema, wazuri kwa macho ya jamii, huku tunawasaidia? Ndo akatengeneza kitu kwa Kiingereza kinaitwa biological weapon. Biological weapon kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni silaha ya kukuua wewe bila wewe mwenyewe kujua kinachoniua ni nini, kimetoka wapi, na kinapokuja kuniua pia sikioni. Ndio hii HIV virus. Huu ni ugonjwa, hii ni man-made virus, si laana kutoka kwa Mungu vile watu wanadai. Tumechunguza, tumegundua ukimwi umeundwa na Church of Satan in US, na ukisikia United States government iko under control ya Church of Satan. Ndio ameunda hii virus wa Amerika mwaka 1930 kwenye university yao iliyoko nje ya Amerika, iko Canada, inaitwa the Arkansas University. Ndani kuna US laboratories za kijeshi, wameenda kutengeneza ukimwi, ma scientist watatu Wayahudi, ma devotioners, na wanasema there is no God but everything is nature. Hakuna Mungu isipokuwa kila kitu kilikuja chenyewe. Mbona nyinyi mnapata tabu? Ndio maana ugonjwa huu umepewa jina la AIDS. Kisha wanakudanganya wewe ati AIDS ni acquired immune deficiency syndrome. Hiyo ni jina la mlango wa nyuma la kukupotosha wewe ili usijue kama nani anayekuua. Lakini waliounda virusi hii wameeleza kabisa neno AIDS maana yake ni nini, kwa sababu AIDS ni herufi 4, AIDS. A wanasema ni American, I wanasema ni idea, D wanasema ni destroying, S wanasema ni sex. Kwa hivyo unaposema AIDS umesema American idea destroying sex. Kwa Kiswahili, mpango wa Kiamerika wa kukataza watu kuingiliana wake na waume ili watu wawe wengi, na hilo jambo Amerika wataki kuliona. Wanataka mpungue ili wapate urahisi wa kutawala ulimwengu mzima. Na kabla walete HIV virus, walileta mpango mwingine wa kupunguza watu kwa lugha za mlango wa nyuma. Mpango wenyewe ulikuwa unaitwa the Family Planning Program. Ukaletwa na mabilioni ya pesa. Wanasema zaa watoto wawili, usizidishe zaidi ya hapo, utashindwa kuwasomesha. Zaa mmoja, usizidishe, utashindwa kuwasomesha. Lengo si eti mtashindwa kuwasomesha, lengo ni mpungue, muwe wachache. Inaitwa the campaign of reducing population, kampeni ya kupunguza binadamu ili Amerika itawale ulimwengu kwa njia rahisi. Kwa hivyo wanaojiita silent killers ni jina lao. Jina la tatu wanajiita CIS, yani Secret International Societies. Hivi vikundi ni vya shetani, Waislamu sidanganywe na mtu. Pesa za serikali za shetani dunia mzima za riba wanazouza madawa ya kulevya ndo zinakusanywa, zinaletwa sasa huku Afrika na zinapitishiwa kwenye vikundi vyao vya kusaidia. Kimoja kinaitwa Rotary Club, kingine kinaitwa Lions Club,
kingine kinaitwa Red Cross. Hivi vyote ni the Devil Masonic Societies. Wao wanapewa hizo pesa kuja kusaidia. Nyinyi mnaona ni watu wazuri sana. Wanakuja kama hapa, wanaona hii shule mabati yamevunjika. Anaongea na headmaster, anamwambia naona shule haina mabati mazuri, andikeni proposal, tutawanunulia mabati free. Alafu hapa anaona huu mtaa wote tumetembea hapa, hatuoni kama kuna maji ya kutosha, andikeni proposal, tutawachimbia visima. Munaandika proposal, munapeleka, kweli wanachimba visima. Na kikundi kingine kinaitwa World Vision. Wanapewa pesa za riba, za haramu, pesa za madawa ya kulevya, ndo zinakuja kuwasaidia sisi huku. Kwa hivyo wanajiita CIS, Church of Satan, Secret International Societies. La mwisho wanajiita Free Masons International, FMI. Free Masons, neno free Kiswahili maana yake huru, Masons maana yake ni mjenzi, International maana yake kimataifa. Kwa hiyo ukisema Free Masons International, umesema wajenzi huru wa kimataifa. Wanajenga nini huru dhidi ya nyinyi binadamu wenzi wao? Wanasema you have to be a free mind where you are. Mahali popote pale utakapoishi, lazima akili yako iwe huru wewe. Usiwe unaishi alafu kwenye minyororo ya Allah. Sheria za Allah wanaita ni minyororo. Wakati uko kwenye minyororo hiyo, wanasema toka, uwe free mind. Usiwe unaishi alafu akili yako imewekewa roadblock, kwamba ati hapa Mungu amesema nisipande mamangu, hapa nisipande dadangu, hapa nisilale na shangazi yangu. Wanakuambia what is that? You have to be a free mind. Lazima akili yako iwe huru wewe, uweze kupanda mama yako, panda dada yako, panda shangazi yako, yule mtakayekubaliana. Hata kama ni mume mwenzako, mpande, bora mmekubaliana. Ndio maana wanataka nyinyi muishi maisha haya. Ndio mumeletewa vipindi vya kusomesha hizi tabia za ushoga, na ni The Devil Masonic Channel, zinaoneshwa kwenye television za KTN, Citizen, runinga zote. Na moja kinaitwa The Bold and the Beautiful, kinafundisha hii tabia. Cha pili kinaitwa Storm Over Paradise. Cha tatu kinaitwa Sexing and the City, na vipindi vingine vichafu kama hivi. Ndio unaona watoto wameharibika wa shule, hawajaharibiwa na mashehe. Na anewaharibu pia hawamuoni, na hakuna siku watamuona. Amevaa koti na tai pale, amefunga maspika, mtu anawaambia mimi ni mfuasi wa Ibilisi, amenituma fanyeni hiyo, sahau. Wanaharibiwa na mkono wa Ibilisi kupitia vyombo vya habari. Vinaktiwa vipindi vya ushetani, baba alale na mtoto wake. Ndio The Bold and the Beautiful. Kinaonesha mama anaolewa na mtoto wake aliyemzaa, kisha mtoto yule anakuja kuolewa na brother yake, mama mmoja baba mmoja. Kisha huyu brother anarudi anaoa mama, kisha huyu mtoto wa kike anarudi kuolewa na babake mzazi. Wanataka nyinyi muishi hivi. Hivyo ndio wanavyotaka, malengo yao. Mkishaishi hivyo sasa, wanawaletea system ya porini, kwa sababu hiyo ni hali ya uhayawani. Ng'ombe anaweza jua ni mamake, lakini akamfukuza anataka kufanya naye mapenzi. Sasa anataka nyinyi muwe hivyo. Alafu kule porini bado kuna system ya pili ya wanyama kulana wenyewe kwa wenyewe. Simba anamla swara, swara anakula hii, mbwa mwitu anakula yule. Kisha nyinyi muletewe hiyo system ya kuanza kulana nyinyi kwa nyinyi. Ndio maana kwenye Church of Satan unasikia kuna kujisacrifice. Wanatoana sadaka wao kwa wao. Huyu analiwa na yule, damu ya huyu na nywe na yule. Hiyo system ya porini ya uhayawani ndio wanataka nyinyi muishi. Chama hiki Waislamu ni kikubwa mno, sio chama kidogo. Ndicho chama kinachokontroli dunia mzima kwa sasa. Chama hiki kimemiliki klabu ya Arsenal Football Club. Kama we ni shabiki wa klabu ya Arsenali, jitabirie moto wa jahannam na mapema, ama sivyo acha. Na nitakutolea ushahidi na nitakuonesha na picha. Hatuzungumzi hivi hivi. Kama we ni shabiki wa Manchester United, kaa vizuri, maana leo tumekulenga kabisa wewe, kaa vizuri. Kama ni shabiki wa Chelsea, kaa vizuri, ndo tumekulengea leo tukuoneshe. Kama we ni shabiki wa Real Madrid, kaa vizuri. Kama we ni shabiki wa musician, wanamuziki wote wakubwa duniani ni mamemba wa hii chama. Wakina Bob Marley and the Wailers, wakina Snoopy Dogg, wakina Lil Wayne, Mheshimiwa Maria Carey, Jennifer Lopez, Mheshimiwa Peter Parker ambaye ni raia wa England, ni devotion mkubwa, ana akti tabia za uwanga. Nyinyi mnasema ati kuna wanga ni wachawi, wanaruka usiku ni wabaya. Unajua technology inayokuja, wewe ndio utakuwa mwanga wa mchana, afadhali ule wa usiku.
Wewe ndo utaruka mchana, afadhali wale wanaruka usiku my friend. Na tabia hizi wameanza kuziact kupitia raia wao wa England, anaitwa Peter Parker. Ni devoshipper mkubwa huyu jamaa, na hawezi kuanza hizo tabia zake mpaka aoneshe 2 fingers ambao ni signs of Satan. Inaitwa Baphomet Masonic Satanic Compass ama Satanic Salute, kuonesha vidole viwili. Wanadai Mungu anayemwabudu wao yuko na pembe mbili, naye si mwingine isipokuwa ni Ibilisi. Na hiyo ni hadithi sahihi. Mtume Muhammad amesema Ibilisi yuko na pembe mbili, na wao wanaonesha hizo 2 fingers kama saini yao ya kumpigia shetani salute. Jamaa huyu anayeact kwenye sinema yake ikiletwa, utaona dakika 5 ameruka angani mchana yuko Los Angeles. Baada ya dakika 5 ameruka yuko New York. Dakika 5 ameruka ameingia Vatican. Unashindwa, kwani unadhani hii ni furahisha baraza wengi wanavyodhani? Wanaakti tabia za uwanga, kuruka usiku, na hawezi kuanza hiyo tabia mpaka aoneshe signs of Satan. Anaitwa Peter Parker. Nikisema Peter Parker wewe Spider-Man, neblete anaitwa Spider-Man. Unamuona huyu hapo? Ngoja nikuoneshe wewe Muislamu ndio ujue kinachoendelea duniani ni nini. Wewe unajionea mambo yanaenda yakienda tu, lakini huelewi. Unamuona huyu ni Spider-Man. Hii ndio picha ya Spider-Man, na hawezi kuanza kuruka kwanza mpaka aoneshe signs of Satan. Utaona katika ile picha yake anasema, amesimama anasema Spider go, haendi. Spider go, haendi. Spider go, haendi. Akifanya Spider go ndo anaruka sasa, anakwenda angani. Huu jamani devoshipper mkubwa, na amepewa kazi ya kufanya hivyo, ya kuadvertise tabia za uwanga ambazo zitakuwa baadaye. Kwa hivyo kama ni shabiki wa huyu, mimi nimezungumza juu, ole wako. Ole wako kama wewe unampenda huyu, ole wako. Sasa hivi Waislamu nataka tuingie kuzungumzia klabu za kandanda, kwa sababu hapa tukianza kuhadithia makampuni ya Church of Satan, Barclays Bank ni yao, Standard Chartered Bank ni yao, Safaricom hii ndio Vodacom ni ya kwao, Britannian Biscuit munasema House of Manji ni ya Baniani. Baniani hana kitu, amewekwa. Ile ni ya Queen Eliza kama una habari. Na Queen Eliza ni 33 degree member wa Church of Satan in England. Yule ni billionaire, hata si billionaire, ni trillionaire. Na sio trillionaire, ni zaidi ya trillionaire. Sijui utamuhitaji huko mbele, utajua mwenyewe. Huyo mama ni tajiri. Nusu ya South Africa ni yake huyu mama. Australia yote ni yake. Scandinavia kuja mpaka Canada ni ya huyu mama. Petrol station za BP ni zake. Unadhani ni wa mchezo? Biskuti za Britannian Biscuit ni zake. Maana yake ni Britain Biscuit. Ni za kwake huyu mama, ni tajiri. Tetra Pak, hata hiyo kampuni iko dunia mzima, hata hapa Kenya iko. Ukienda pale South B utaona kampuni imeandikwa Tetra Pak. Hiyo ni ya devoshipers from England. Inaunda nini? Naenda dukani sasa hivi nunua maziwa Brookside ama KCC. Hiyo pakiti ambayo ndani kuna maziwa, wao ndio wanaunda hiyo pakiti. Utawapeleka wapi? Utawapeleka wapi hawa? Wana pesa. Kwa hivyo klabu za kandanda ndo zimetumika kubrainwash vijana na kuwalalisha maindi zao, ili wasikumbuke suala la jihadi, wasikumbuke kutoa zaka, wasijijue kama wao wana majukumu katika Uislamu, waendelee kulala. Ni football. Mchezo wa kandanda wa Islamu ni haramu, ni makosa kabisa mchezo huu, na ni mchezo ambao umeasisiwa na madevoshipper wenyewe. Sasa mimi nitaanza kuzungumzia klabu 2 ama 3 za kanisa la shetani, alafu nyingine mwalimu wangu Ismaili yuko hapa ataziendeleza. Kisha nizungumze wanamuziki 2 tu, kisha mwalimu akipanda hapa awaeleze wanamuziki. Sasa si mnampenda Prezzo nyinyi, mjajua Prezzo ni nani? Ati mzee Yusuf Taarabu. Mnamjua mzee Yusuf ni nani? Yule mzee Yusuf mnamjua nyinyi? Mnampenda Diamond. Diamond ni nani? Stephen Kanumba ni nani? Wote ni mamemba wa Church of Satan wale. Stephen Kanumba ameuawa na wao. Michael Joseph Jackson nani amemuua? Ameuawa na Church of Satan kwa kudungwa sindano, kwa sababu alikuwa amenunua shamba la ekari 1500 Qatar, na akasema mimi najenga msikiti mkubwa kuliko wa Maka na nitasaidia ndugu zangu Waislamu.
Alipokuwa kule Los Angeles anapangiwa stage kwenda kuimba, yeye anakosekana, haendi kwenye hizo vituo. Mwisho akaanza kumshuku. Walipogundua kweli amesilimu, ni pale Michael Jackson alipotoa kibao cha kubom Church of Satan inomsimamia. Kibao hiki kinaitwa Heal the World, ponyeni dunia. Kwenye hii CD yake Heal the World anaonesha vile Wapalestina wanavyouawa, anaonesha vile Somalia watu wanavyochinjwa, anaonesha vile Afghanistani Waislamu wanavyouawa. Ndio Church of Satan ikaamini kwamba huyu jamaa amesilimu na ni haramu kwao, anataka kutoka. Kisha akawa amepeana order in Los Angeles ya kwamba mimi nitapiga show yangu moja ya mwisho, sitaimba tena, hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Lakini I believe kwamba dunia inaenda kushangaa na dunia itashtuka. Maana yake ni nini? Alikuwa anataka sasa ajitangaze kwenye huo mkutano wa nyimbo, ama kwenye hiyo stage yake atakayoimba mara ya mwisho, ajitangaze kwamba amesilimu sasa hadharani. Church of Satan wanaona mbali, wakajua, wakammiminia sindano wa sumu brrr, wakamwambia si ulikuwa unataka kujitangaza umesilimu, ngoja tukuoneshe mahali utaenda kujitangaza. Wakamdunga sindano ya sumu, wakamuua, wakamwambia haya, nenda katangaze kaburini kwamba ulikuwa umesilimu, dunia yetu tuachie tuendelee kupotosha vile tunaweza. Kwa hivyo sio church ya mchezo, wanajiita The Billionaires Club. Naanza kuzungumzia klabu za shetani za Church of Satan. Jana nimezungumzia klabu ya Real Madrid, lakini kwa sababu haikuwa na video kamera, leo tumeileta. Kwa hivyo nitarudia, nitaanzia pale, nije nizungumzie Arsenal, nizungumzie Manchester United, nije nizungumzie klabu nyingine, alafu ukiendelea kushabikia, ukiteketea usiseme hukuambiwa. Kisha nizungumzie hizi saa tunavaa. Unajua Waislamu tumekuwa brainwashed. Unavaa saa, alafu mshale uko kwenye 7, unamwambia mwenzako alhabibi, wallahi sasa hivi ni saa 1, alhamdulillah, unateuka. Hey. Nani aliyekuambia 1 ni 7 na 7 ndio 1? Nani amekuambia hivi? Ati 8 ni 2, unapata madhambi unaangalia. Yani upaka upate madhambi bila wewe kujijua, wajue wamekuingiza motoni. Church of Satan ndo waridhiki. Mshale ukiwa kwenye 2, unaambia mwenzake alhabibi sasa hivi ni saa 8, alhamdulillah, watu unayoyoma dhuhuri hatukukuona sasa hivi. Na mshale hauko kwenye 8, unauona kabisa uko kwenye 2, na humwambii mwenzako saa hii ni saa 2, unamwambia saa hii ni saa 8. Nani aliyekuambia 2 ni 8 na 8 ndio 2? Nani amekubrainwash wewe paka umeingia umekubali? Ni Church of Satan. Wanasema we control everything you see, everything you learn and everything you hear. Zote hizo sisi ndo tunaendesha. Na hii saa ukiweka 1 ni 7 na 7 ndio 1, 8 ni 2 na 2 ndio 8, automatically inakuwa ni the devil clock, lakini wewe huna habari na umeivaa. Automatically inakuwa the devil clock, kwa sababu hata tukipiga hesabu itakuja kitu inaitwa the devil world code number, ambao ni 666 ambao hii ndio code number ya kunywa damu za binadamu. Hiyo 666 ukigeuza juu chini ndio inakuwa 999. Ukipiga simu sasa itaingia wapi? Polisi. Utajua mwenyewe. Jiulize nafanya nini polisi? Sasa basi naanza kuzungumzia klabu ya Real Madrid. Kama wewe ni shabiki wa klabu ya Real Madrid, jijue na mapema wewe ni mfuasi wa ibilisi, lakini hujajielewa. Kwa nini? Kwanza ukivaa hiyo t-shirt wakikuona wenyewe kule barabarani, wanajua wazi mjinga wetu huyu anatutangaza, huyu ni mjinga anatusaidia katika kujulikana kwetu. Real Madrid ni nini? Sikiliza we Muislamu kwa makini. Real Madrid si neno la Kiingereza, ni neno la Kiarabu bwana. Kwa sababu mwaka wa 1920 Uhispania ilishatawaliwa na Uislamu zaidi ya miaka 700 na nani asiyejua? Na pale Uhispania wakati Waislamu wanatawala ni Saidina Othman, na Kiingereza anaitwa Ottomanic Empire. Utawala wake umekuja kubomolewa mwaka wa 1920 mwezi wa Novemba na Church of Satan waliounda majeshi mawili. Jeshi la kwanza linaitwa Roman Catholic Army, naona ile kanisa Katoliki. Hili kanisa ni la shetani ndugu Waislamu. Kanisa Katoliki ni la ibilisi. Tena naongea na hii CD najua wataipata,
na wakitaka waniue, niko hadharani. Mimi natembea sina security. Kanisa la Katoliki ni la Ibilisi. Hii ni Church of Satan. Hii ndio kanisa kubwa. Hata ile sign of Satan ya vidole viwili na watolea saa hii picha ya Papa Benedict mwenyewe. Wakati yako yeye ni kiongozi na ndio papa wa dunia mzima, anazipiga mbili hizo signs of Satan. Hebu ngoja usiniamini. Naomba mwalimu nitafutie hiyo logo unipatie. Unadhani huu ni mjomba wetu huyu? Hebu angalia hapa. Huu ni Papa Benedict mwenyewe na amezipiga mbili hizo signs of Satan za kumpigia shetani salute, devotion mkubwa. Na hii vazi nyekundu aliyoivaa, usione ni jacket amelivaa tu kama kustarehe. Hii liko na maana yake kwenye Church of Satan, na wanazijua vizuri hadithi za Mtume Muhammad kuhusu dalili ya kiyama. Mtume Muhammad anasema Dajjal kitambo aje duniani, Waislamu watakuwa wanyonge, moja. Pili, dunia ukipanda utakuwa upati chochote. Tatu, Dajjal akija atakaribishwa na Wayahudi 72,000. World corrupted leaders, kwa sababu dunia watakuwa wameshaitawala. Na hawa Wayahudi watakaomkaribisha Dajjal watakuwa wamevaa kofia nyekundu kama maganda ya chungwa na mavazi yao mekundu ya red oxide. Ndio hayo mavazi watakaomkaribisha nayo Dajjal. That why utawala wa kumkaribisha Dajjal una viongozi wake, unaheshimu sana kitu kinaitwa red carpet. Ukisikia waziri mkuu anakuja Mombasa hatandikiwe black ama yellow. Na si waziri mkuu wa Kenya tu, wa dunia mzima, viongozi wa nchi zote, heshima ili ifikie mahali pake lazima watandikiwe red carpet. Uliza, hakuna carpet rangi nyingine? Blue ziko, yellow, black. Mbona lazima red? Kwa nini? Kwa sababu ni tawala za kumkaribisha Dajjal. Ndio huyu amevaa hii jacket. Usione hii jacket amevaa ukaona ni kustarehe. Wanamjua Masihi Dajjal vizuri hawa kuliko hata mimi na wewe wengine. Kwa hivyo Katoliki ikaunda jeshi pamoja na the Young Turks Army from Israel, wakaungana wakaenda wakawapiga Waislamu pale Uhispania. 50 million Muslims were killed. Waliuawa Waislamu milioni 50 mwezi wa Novemba 1920. Ottomanic Empire ikivunjwa, ukatekwa msikiti mkubwa zaidi ndani ya Europe uko pale Madrid, Spain. Msikiti huo una madirisha 165 na milango 92. Unatoka kama hapa na Mwembe Tayari huo msikiti. Wakauteka, wameufanya ndio museum ya Spain. Ukifika Spain pale Madrid, museum mahali kulikuwa imamu anasimama akitoa hutuba, wameweka masanamu ya mayonda, wameweka misanamu ya watu wa zamani. Sehemu za kutawadha zote wameziweka masanamu, wamezigawanya. Ndio museum ya Spain leo ni msikiti wa Allah tabaraka wa taala. Wakati vita vikiendelea, kulikuwa na vijana wa Kiislamu pale Spain wakipigania dini ya Allah, wakilinda Qur'ani isichezewe. Kwa Kiarabu mujahidina hawa ndio walikuwa wanajiita Rijalun Madridi, vijana mabarobaro wa pale Madridi, wakilinda heshima ya Qur'ani isivunjwe. Lakini walilemewa, wakapigwa, inchi ikachukuliwa. Baada ya inchi kuchukuliwa, ilichukuliwa na jamaa mmoja ambaye ni devotion mkubwa. Jina lake anaitwa King Alfonso Layo Fernando. Aliyeibeba anaitwa King Alfonso Layo Fernando. Ndio maana katika maplayer wa Real Madrid ama Spain ni familia moja na huyo mfalme. Utakuta kuna maplayer wanafuata majina yale, King Alfonso Layo Fernando. Utaona kama player wa Spain anajiita Fernando Torres. Kweli si kweli? Alipoichukua hii inchi, baada ya miaka 25 mbele kufika, alifungua kampuni mbaya ya wizi ya haramu, Allah ameikataza, akaifungua tena kubwa zaidi ndani ya Spain. Kampuni hii ya wizi jina lake ndo imewekwa katika kila t-shirt ya klabu ya Real Madrid. Hapa mbele utaona jina la hiyo kampuni ya Ibilisi. Utaona maneno hapa pameandikwa BWIN.com. Bwin. What is the meaning of the word bwin? Ukisema bwin, maana yake umesema betandwin.com. Na ikija bet and win, automatically inakuwa ni poker company, ni kampuni ya kamari, ya wizi. Kamari Waislamu ni haramu.
Ni makosa, ni the devil masonic game, kamari. Kamari ni Kiswahili, Kiingereza ndio inaitwa casino. Na zimejaa Mombasa hapa, zimejaa Nairobi, kila mahali ziko tele casino. Na casino, Church of Satan wanasema pia ni ufupi, lakini urefu wa neno casino